Bwana Sanjay Ugani, mwenyekiti wa CEO Roundtable of Tanzania, Mheshimiwa Amos Makalla, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa mabalozi wote mlioko hapa, natambua uwepo wenu, Bwana Doto, katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, wawakilishi wa jumuiya za wafanyabiashara mlioko hapa, viongozi na watendaji wa serikali ambao pia mmepata fursa ya kualikwa na kuja hapa, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wageni waalikwa, kwanza nitumie nafasi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuwa na afya njema na kukutana hapa kwenye tukio hili kubwa na muhimu, hafla ya chakula cha jioni sambamba na tuzo za mshiriki bora wa umma wa mwaka 2021. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ambaye ndio alipaswa kuwa mgeni rasmi hapa, lakini ilimpendeza kunituma kuja kumwakilisha na kuja kumwakilisha hapa, tena akaniwezesha kupata tuzo ya mwaka huu 2021. Kwa kweli namshukuru sana Mheshimiwa Rais, tumpigie makofi. Mheshimiwa Rais ndiyo ambaye alitakiwa kuwa mgeni rasmi jioni hii, lakini kutokana na majukumu alionayo amenituma kuja kwenu kushiriki nanyi, lakini ametuma pia kuja na salamu zake za heri na baraka kwenu nyote. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Ndugu washiriki, kama ambavyo nimetoa ujumbe huu kwenu, yeye anawaomba sana muendelee kutekeleza programu zenu vizuri nchini. Tayari serikali ambayo inaongozwa na yeye inaendelea kujenga mazingira wezeshi ya kufanya biashara nchini, kufanya maboresho makubwa ya uwekezaji nchini, na Mheshimiwa Rais ana matumaini makubwa na jumuiya hii kwamba itatoa mwelekeo mzuri wa kufanya biashara hapa nchini, na kwamba mtachukua nafasi hiyo ya uwepo wenu kuishauri serikali namna bora ya kuwezesha kufanya biashara nchini. Tupigie makofi Mheshimiwa Rais. Mimi nikiwa mwakilishi wake, ambaye pia nilipofika hapa nimepata salamu nyingi sana kutoka kwenu kupitia Mheshimiwa mwenyekiti wetu Bwana Sanjay, niwaahidi kwamba salamu zote na ujumbe mliotoa kwake nitamfikishia ili apate kujua nini CEO Roundtable members mmeweza kutoa salamu hizo, na kama wito basi tapeleka wito wake kwake. Ndugu washiriki wa kikao hiki, nimshukuru sana ndugu Sanjay Ugani, mwenyekiti wa CEO Roundtable of Tanzania, kwa ushirikiano mkubwa anaoipa serikali yetu katika kufanikisha shughuli nyingi za CEO Roundtable of Tanzania, lakini pia kuiwezesha serikali kupokea ushauri na mapendekezo katika kuboresha shughuli za kufanya biashara hapa nchini. Binafsi hii ni mara yangu ya pili katika mwaka huu kupata nafasi ya kukutana na jumuiya hii. Kwa mara kwanza tulikutana hapa mwezi Januari mwaka huu
Tulijumuika pamoja kwenye mahafali ya kwanza programu ya uanangezi kwa maafisa watendaji wakuu, yaani CEO Apprenticeship Program, ambayo iliendeshwa na nyie. Na leo nakutana nanyi tena, mbali ya kwamba namwakilisha Mheshimiwa Rais, lakini napata fursa binafsi ya kuwa nanyi tena. Nimefarijika sana kuona kwamba CEO Roundtable of Tanzania inaendelea vizuri ndani ya nchi, na sasa nimepanua wigo, sasa mnakava karibu Afrika nzima. Hongera sana, tujipigie makofi. Ndugu mwenyekiti na wageni waalikwa, kama nilivyotangulia kueleza mapema, mwaka huu nilijumuika nanyi kwenye mahafali ya kwanza programu ya uanangezi kwa maafisa watendaji wakuu. Aidha, katika kipindi cha miezi takriban 12 tangu kuanza kwa programu hiyo, tumeanza kuona inazaa matunda na tumeshuhudia baadhi ya wahitimu wakipatiwa majukumu mazito katika nyadhifa za CEOs. Nitumie fursa hii kuwapongeza wale wote waliofanikiwa kuwa watendaji wakuu wa makampuni mbalimbali. Hongereni sana, na tuna imani mtazitendea haki nyadhifa hizo mlizozipewa na kutokana na kupita katika tanuru bora kabisa la uongozi la CAP. Aidha, ni matumaini yangu kwa mafanikio yenu yatakuwa chachu kwa wenzenu, hususan walioanza awamu ya pili ya mafunzo hayo. Sambamba na mafanikio haya, nami napenda kugusia masuala machache sana, ikiwemo kuzingatia swala la usawa wa kijinsia na kutumia vyema matokeo ya viashiria vya soko la ajira vinavyotokana na utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi wa mwaka 2020-2021 kama ambavyo tayari ushatangazwa hadharani. Kama mnavyofahamu, maeneo haya mawili yanayo uhusiano wa moja kwa moja, hususan tunapozungumzia swala la ajira na maendeleo yake, na nyie ndio wadau wakubwa kwenye eneo hili la ajira. Tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka huu 2021 tulikuwa Zanzibar. Tulizindua matokeo ya viashiria vya soko la ajira vinavyotokana na utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi wa mwaka 2021. Utafiti huo ulikuwa na lengo la kupata viashiria vya taarifa za soko la ajira ambavyo vitatumika kuwezesha serikali na wadau wake, mkiwemo ninyi, kupanga, kuhuisha na kufuatilia utekelezaji wa sera, programu na mikakati mbalimbali ya masuala ya ajira hapa nchini. Sote tunafahamu changamoto ya ajira duniani na Tanzania ikiwemo, lakini mkakati wetu wa serikali wa kukabiliana na changamoto ya ajira ndani ya Tanzania ni kutumia pia CEO Roundtable of Tanzania ili kuweza kuwezesha kupata vijana wetu kupata ajira kupitia kwenye makampuni yenu. Serikali kupitia utafiti uliotolewa mwaka huu kule Zanzibar umeonyesha Tanzania kuendelea kufanya vizuri kwenye sekta nyingine za kiuchumi na kutoa ajira nyingi kwa watu waliokuwa kwenye kilimo, na hivyo kutoa mwelekeo mzuri katika utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka 5 unaanza mwaka 2021 unakwenda mpaka mwaka 2026. Hii yote inalenga kuwa na 60% ya ajira kwenye kilimo ifikapo mwaka 2025-26. Na utafiti huu unaonyesha kuwa ajira katika kilimo zimepungua kutoka 67.4% ya mwaka 2014 hadi 61.1% ya mwaka 2021. Maeneo mengine yaliyoonyesha mafanikio makubwa ni kuongezeka kwa ajira milioni 3.6 kutoka ajira milioni 20.5 mwaka 2014 hadi ajira milioni 24.1 mwaka 2021, na kuongezeka kwa ajira kwenye sekta isiyo rasmi kutoka 22.0 mwaka 2014 hadi 29% kwa mwaka 2021. Ongezeko hili linatokana na nyie kuwa mmewekeza kusimamia taasisi zenu, lakini pia kufungua milango ya ajira kwa Watanzania. Tunawashukuru sana, tujipigie makofi. Hatua mbalimbali ambazo mnazichukua
kupitia makampuni yenu, maeneo yenu ya kazi, kupitia maamuzi yenu ya kuisaidia na kuisupport serikali. Si serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kugawa fursa za wajasiriamali wetu, lakini kuimarishwa kwa maeneo ya kufanyia biashara kama ambavyo mkuu wa mkoa ameeleza. Sasa hivi tumeanza kuimarisha wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara wa kati na wafanyabiashara wakubwa kwa kutoa fursa ya kuwezesha kupata maeneo ya kufanyia biashara, kuwekeza. Wanaotaka ardhi, tuna ardhi ya kutosha. Huduma nyingine zinazokwenda sambamba na uwekezaji, tunajitahidi kuongeza wigo kwa lengo la kuimarisha mipango yenu ya uwekezaji hapa nchini, mipango yenu ya makampuni yenu hapa nchini, ili iweze kufanya biashara na mpate faida. Ukishapata faida, nasi kama serikali tunanufaika na faida mnayopata. Naizungumza hili kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mara kadhaa kupitia hotuba zake Mheshimiwa Rais mwenyewe amekiri kwamba uwekezaji nchini umeleta faida kubwa, na ndio kwa sababu serikali inaendelea kuimarisha na kuboresha mazingira ya kufanya biashara ili tupate faida zaidi. Huu ndio mkakati wa serikali yetu. Hivyo basi niungane nanyi kumpongeza sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha uwekezaji, biashara na kuongeza wigo wa vyanzo vya mapato kwa kushirikiana na sekta binafsi. Hatua hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa uwekezaji hapa nchini, na hasa biashara kutoka nje. Tumeanza kushuhudia idadi kubwa ya wawekezaji kutoka nje wakiingia nchini, na pia CEO Round Table ikiendelea kuimarisha kuwaalika wafanyabiashara kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo nitoe wito kwenu kuendelea kuwaita wawekezaji katika sekta mbalimbali: kilimo, madini, mali asili, uvuvi, mifugo. Maeneo yote haya yana fursa za kutosha hapa nchini. Tunaendelea kuimarisha miundombinu kama vile barabara zinazowezesha kufanya biashara zenu popote. Usafiri wa anga tunaendelea kuimarisha ili mpate fursa ya kwenda popote, huku tukijenga viwanja vya ndege kila mkoa, na sasa bado mikoa mitatu tu kukamilisha kuwa na viwanja vya ndege nchi nzima. Lakini pia tunaimarisha reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa, standard gauge railway, ambayo tunaendelea kuijenga. Kipande kidogo cha phase 3 na 4 sasa hivi kitatolewa na kusaini mkataba ili tuunganishe kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, tunakwenda Kigoma, tutakwenda pia Mpanda, Kalemie, ili muweze kwenda mpaka Kongo kufanya biashara. Kama ambavyo mnajua, pia tuna changamoto kwenye umeme, lakini tunaendelea kuimarisha vyanzo vya utoaji umeme, na sasa tunapanua wigo. Natoa wito kwenu, uwekezaji kwenye vyanzo vya kuzalisha umeme, kwenye sola tunahitaji sana. Upepo, tuna upepo mwingi tu kanda ya kati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuambie fursa ipo ya kuzalisha umeme kwa njia ya upepo. Kwa haya yote ni mazingira wezeshi ya kuwafanya nyie kuwekeza zaidi na kufanya biashara ndani ya nchi. Hali hii ambayo sasa tunaimarisha ni kiashiria tosha kwamba upo uhusiano mkubwa kati ya kujenga uwiano wa kijinsia, kwa maana kwenye biashara, ambako pia tunakaa pamoja na uongozi wa wawekezaji, wafanyabiashara, na ndio kwa sababu katibu mkuu wa viwanda biashara yuko hapa kama mtendaji mkuu. Atapokea yale yote mnayoshauri kwa serikali na ataleta serikalini asipofanyia kazi. Muone nia thabiti ya serikali katika hili, na kwamba tunatoa wito muongeze tu uzalishaji wenu, panueni uwekezaji wenu, endeleeni kualika makampuni mengine ili mtengeneze ile JV, alafu tupanue wigo
nasi tutafurahi sana. Kwa msingi huo, nitoe wito kwenu kutumia vyema fursa ambazo zimezieleza, lakini pia na sisi tutafaidika. Utafiti uliotuonyesha kwamba ajira kwetu ni mgogoro, lakini kupitia nyie tutakuwa tumefanikiwa sana katika kutoa ajira kwa vijana wetu. Tutapata kodi, tuongeze huduma za jamii kwa Watanzania, lakini tutapata pia teknolojia mpya kutokana na uwekezaji wenu. Moja kati ya ajenda ambazo ningependa mzijadili sana, na naamini tutakuwa mmeshajadili sana, ni maendeleo ya teknolojia mpya kwenye uwekezaji wenu. Tunahitaji teknolojia hiyo. Tuna viwanda vya nguo hapa Urafiki cha muda mrefu sasa hivi hakifanya kazi kwa sababu teknolojia imechange. Sasa nyie ndio mtaleta mabadiliko ya teknolojia mpya na maeneo mengine pia. Naomba nizungumzie kidogo mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza gesi ya ukaa nchini, ikiwa ni moja kati ya mambo yanayoathiri sana maendeleo yetu nchini. Ndugu wageni waalikwa, kama ambavyo mnafahamu, Novemba 2021 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alishiriki kwenye mkutano wa wakuu wa nchi duniani kuhusu mabadiliko ya tabia nchi maarufu COP26 huko Glasgow, Scotland. Katika mkutano huo, Mheshimiwa Rais azilikumbusha nchi zilizoendelea kutimiza wajibu wake wa kuchangia dola za Marekani bilioni 100 kila mwaka kwa kusaidia uhawilishaji wa teknolojia kwa nchi zilizoendelea. Lakini vile vile alielezea utayari wa Tanzania katika kutekeleza mpango wa kupunguza hewa ya ukaa kati ya 30% na 35% ifikapo mwaka 2030. Nimeona ni vyema kulileta hili mbele yenu kwa kuwa swala la mabadiliko ya tabia nchi halipo mikononi mwa serikali pekee, bila pia hata sekta binafsi. Sekta binafsi, hususani CEO Round Table of Tanzania, ina nafasi kubwa sana ya kushirikiana na serikali katika kutekeleza masuala ya kisera ili kulenga kukabiliana na hali hiyo. Kama pia mkiona kuna haja ya kubadilisha sheria, naweza kutukumbusha ili pia tufanye hivyo, tufikie malengo yanayokusudiwa. Na kama ambavyo mnafahamu, serikali ilifanya mapitio ya sera yake ya taifa ya mazingira mwaka 1997, lakini nakuja na sera mpya ya mazingira ya mwaka 2021 ambayo tunatarajia sasa kuitumia kwenye mabadiliko yetu ya kukabiliana na hali hii. Sera mpya itatoa fursa ya maeneo mengi zaidi kujumuishwa katika swala la kukabiliana na mazingira, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia taka za plastiki na taka zitokanazo na vifaa vya umeme. Haya yote ni maeneo ambayo Tanzania inakabiliana nayo. Hivyo basi, nitoe wito kwenu kuiunga mkono serikali katika kutekeleza mpango mkakati wa kitaifa wa mazingira, yani National Environment Action Plan, kwa kutambua na kuwekeza katika fursa yenye mwelekeo wa kukabiliana na changamoto hii. Naamini kupitia CEO Round Table of Tanzania tunaweza kufikia malengo yetu, na sisi bado tunawaamini sana, hasa kwa mchango mkubwa mnaotoa kwenye mbinu na mipango ya uwekezaji nchini. Kwa upande mwingine, serikali inawapongeza sana kwa kuendelea kuhimiza matumizi ya fursa za kimazingira ambazo zitasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa kwa 30% na 35% ifikapo mwaka 2030. Na hii tunaitarajia kuifikia hatua hiyo kutokana na utekelezaji mkakati ambao tunao, ule mkakati wa nchi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambao pia unaanza mwaka huu 2021 mpaka 2026, the National Climate Change Response Strategy, ambayo pia imeandaliwa na ipo na ndio tunayoitekeleza sasa. Kwa hiyo ni matarajio ya serikali kuwa mtaongeza uwekezaji kwenye sekta zitakazochangia kupungua kwa gesi ya ukaa, ikiwemo misitu, nishati, usafirishaji na kubadilisha taka kuwa nishati na namna nyingine yoyote ile inayofaa. Ongezeni uwekezaji kwenye miradi ya matumizi ya nishati mbadala
ustawishaji wa misitu na utunzaji wa mazingira na usafirishaji wa kutumia teknolojia za kisasa ambazo zisizozalisha hewa ya ukaa ambayo inaitwa smart transport. Aidha, nitoe wito kwenu kuhakikisha mnarejesha sehemu ya faida mnayoipata kwa jamii, corporate social responsibility, hususani kwa vile jamii zetu ndio hasa zinapata madhara makubwa kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Serikali inatambua kuwa ipo changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kufadhili au kutekeleza miradi inayolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa upande wa nchi yetu, benki yetu ya CRDB na NMB zimepewa dhamana kutafuta fedha kupitia mfuko wa Green Climate Fund. Hivyo basi tutumie vyema fursa hiyo ili kusaidia sekta binafsi kuwekeza kwenye sekta kama vile kilimo na teknolojia ya viwandani kwa lengo la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Eneo la mwisho ni uzalishaji wa taka za plastiki, ambalo Tanzania inakadiria kuzalisha takriban tani 10 kila siku, na ni 10% hadi 30% ya taka hizo ambazo hufanikishwa kukusanya. Taka hizo za plastiki ni 7% ya taka zinazozalishwa nchini. Miongoni mwa changamoto zinazokabili udhibiti wa matumizi ya bidhaa ya plastiki ni pamoja na uingizaji wa malighafi na baadhi ya bidhaa za plastiki zilizopigwa marufuku kwa njia zisizo halali. Kutokuwa na uwezo wa kutosha wa kuchakata taka za plastiki na kutokuwa na uelewa wa kutosha kuhusu athari za matumizi ya plastiki, bado eneo hili tuna changamoto nalo. Kwa hiyo sio Round Table of Tanzania, nyie mko exposed. Najua wenzetu wamefanya nini. Kuiga ni njia nzuri ya maendeleo. Tupeni teknolojia waliotumia wenzetu kukabiliana na taka hizi, ili na sisi tuweze kuimplement hapa nchini, tuweze kukabiliana na kupunguza kwa kiasi kikubwa uzalishwaji, lakini namna ya kuzitunza vile vile. Kwa hiyo wapi jukumu hilo, sio Round Table of Tanzania, ili muweze kutushauri namna nzuri, na wale ambao mnaona ni fursa kuwekeza kwenye eneo hili, tuambieni, tuwape huduma. Rais wetu katika hili yuko wazi kabisa na ameweka msimamo. Sisi wasaidizi, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba yeyote anayekuja anapata huduma katika mazingira rahisi. Na swala la uwekezaji liko ofisi ya Waziri Mkuu. Kwa hiyo mimi nasema hapa ndio nilipewa jukumu la kuhakikisha kwamba na nyie mnafanya shughuli zenu kwenye mazingira rahisi. Kwa hiyo hili nalizungumza hapa ilikuwa ni nadhimia dhati kabisa ya serikali. Ndugu wengine walikwa, kama nilivyotangulia kueleza, swala la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, nimetoa msisitizo wa kutosha. Kuendeleeni kutumia forum zenu kushirikiana nasi. Nimeeleza, nimesisitiza, narudia tena kwa sababu eneo hili ni muhimu sana kwetu. Ndugu wengine waalikwa, nihitimishe hotuba yangu kwa kusisitiza kuhusu masuala machache yenye kubeba ajenda ya kitaifa kwa sasa. Najua sote tunaendelea kuwa pamoja na bado tunaendelea kushirikiana katika maeneo mengi, na nyie pia mnapaswa kujua ajenda za serikali kwa sasa. Kwanza ni mapambano dhidi ya ugonjwa wa corona. Tunashukuru kwamba mmeendelea kutuunga mkono sana, lakini bado Tanzania inayo nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba tunapambana na maambukizi ya ugonjwa wa corona nchini. Madaktari wetu wameshauri kiasi cha kutosha, na sisi tunafuata maelekezo yao. Lakini pia nasi tumeungana na wengine duniani kwenye mapambano haya kwa kuchanja. Ingawa tulisema ni hiari, lakini muhimu kuchanja, na tumeendelea kuwaambia Watanzania kuwa ni muhimu, na nafurahi kuwaambia kwamba sasa idadi ya Watanzania wanaochanja inaongezeka. Na sisi tunaendelea kuhamasisha kila tunapokutana kama hapa, endeleeni kuchanja. Malengo yetu tuwe na idadi kubwa ya Watanzania waliochanja, tuendelee kuwa salama. Wakati mwingine hata vifunika uso hivi tutaviacha kama tutakuwa tumechanja wote. Na mimi hapo wote tumechanja, maana naona hakuna aliyefunika tena. Kwa hiyo hii ndio tunatamani ije kutokea nchi nzima, popote mpaka vijijini. Kwa niendelee kusisitiza kwamba tunachanja, na sisi tulisema kila tunapokutana kama watu 100 na kuendelea, basi tuwe na kibanda cha kuchanja.
wala ambao kuchanja walikosa nafasi, basi nafasi iwe hapo. Sina uhakika kama Mheshimiwa Sanjay umeleta mahali pa kuchanja, lakini kundi hili linawaelewa, sio Round Table of Tanzania. Excellent. Kwa hiyo naamini mmechanja. Eneo la pili ni kutoa taarifa ili tuwe tayari kwamba mwakani, mwaka 2022 mwezi wa 8, tarehe tutawaambia, tutakuwa na zoezi la sensa ya watu na makazi. Nataka tuhesabiane wa Tanzania, na nyie wote ni wa Tanzania, kwa hiyo tayari kuhesabiwa. Nataka tujue sasa tuko milioni ngapi. Hiyo takwimu ya kwamba sasa wa Tanzania tuko milioni 60 sio accurate. Tumekadiria tu ya kuangalia viwango vyetu vya ongezeko la watu, na tunasema sasa Tanzania tuko milioni 60. Hapana, nataka tujue exactly Tanzania tuko wangapi. Kwa lazima tujitokeze na tukubali kuhesabiwa ili tujue Tanzania tuko wangapi. Hii itatusaidia sisi kama serikali kuweka mipango mizuri. Itasaidia pia hata sio Round Table of Tanzania kuweka mipango mizuri kwa kujua kwamba huduma hii inakwenda kwa watu kadhaa. Kwa hiyo tutakufuata popote utakapokuwa. Sio lazima ubaki Dar es Salaam. Hata ukiwa Arusha, huko guest house tutakufuata huko kwa guest house. Muhimu watu wetu wakifika wape ushirikiano. Tunataka tujue tuko ngapi ili pia tuweze kupata takwimu kwa ajili ya maendeleo yetu. Eneo jingine nitumie nafasi kualika leo tarehe 4, lakini tarehe 9 mwezi huu nchi yetu inafikia umri wa miaka 60 toka siku tumepata uhuru. Nchi yetu, wazee wetu waliotangulia waliopigania uhuru wa nchi hii wakiongozwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walifanikiwa kupata uhuru wa taifa hili siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1961. Kwa hiyo tumejiwekea utamaduni wa kila mwaka tarehe hiyo ya 9 mwezi wa 12 huwa tunasherehekea, lakini mwaka huu nataka tusherehekee zaidi kwa sababu ni miaka 60 na tumeona mafanikio makubwa tumeyapata kwenye sekta karibu zote. Nataka tuanze kukumbushana, tufurahie mabadiliko hayo, lakini tupate mwelekeo mpya wa kuleta maendeleo ndani ya nchi. Kwa hiyo waalike wote siku ya tarehe 9 mwezi wa 12 kuanzia saa 2 asubuhi tukutane uwanja wa Uhuru, mahali ambako uhuru ulikabidhiwa pale hapa jijini Dar es Salaam. Shughuli fupi tu mpaka saa 4-5 hivi tutakuwa tumemaliza, ili tuje tujadiliane, tuone, tufurahie uhuru wetu wa nchi yetu ambao umetufanya tupate mabadiliko makubwa. Sasa hivi tuna uhuru, tunakaa pamoja, tunaamua pamoja, tunapanga pamoja na kutekeleza pamoja. Haya ni mafanikio makubwa. Watanzania wote mnajua, zamani kutoka Dar es Salaam kwenda Lindi ulikuwa unatumia siku ngapi? Wiki 2. Leo masaa 4. Haya ni mafanikio makubwa. Ndio ambayo nataka tujivunie na tuseme kwamba sasa hatua ni nzuri. Zamani kwenda Mwanza ilikuwa basi siku 2. Leo ndege saa 1 na Bubani. Kwa hiyo mafanikio makubwa. Kwa tarehe 9 ni siku muhimu. Karibuni sana kwenye sherehe za uhuru. Mwisho kabisa, unajua wanasiasa sisi tuna shida. Tuna mwisho, alafu mwisho kabisa. Sasa mwisho kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wasio Round Table of Tanzania na wageni waalikwa wote, nirudie tena kuwapongeza kwa kitendo chenu cha kuwa mnaandaa programu hii kila mwaka ambayo inatumika kama eneo la kujadili mafanikio na changamoto mlizozipata ili kupata kuweka way forward. Na forum hii sisi kama serikali tunaipokea sana kwa sababu ndio inatoa ushauri wa serikali
kwa uzoefu au experience mlioipata kwa mwaka mzima. Sasa mnatushauri tufanye nini mwaka ujao? Na forum hii ya kila mwaka, nataka niwaambie serikali tuko tayari kuja kila mwaka. Na Mheshimiwa Rais leo kwa sababu tu ya ubize wake alikuwa na ratiba ngumu kidogo. Lakini nataka niwaambie na yeye yuko tayari na yuko happy kuona CEO Round Table of Tanzania mnakutana na kujadili mambo mengi. Kwa hiyo na mimi nataka niseme kwa niaba yake yuko tayari pia kukutana na yeye hata mwakani. Kwa hiyo tuendelee kuimarisha mshikamano wetu miongoni mwetu. Tuendelee kuimarisha mahusiano yetu na serikali. Tuzidi pia kuwajali wenzetu wenye uhitaji katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za uwekezaji. Tuendelee kuwakaribisha wale wenye nia thabiti ya kuja kuwekeza nchini, na wapeni ujumbe kwamba serikali yetu iko tayari kuwapokea na tutawasupport kwa kila namna wanaohitaji wao. Tuwashukuru sana kwa tuzo mlionipa. Hii tuzo ni kumbukumbu